Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililoko Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku kwa masaa ya Dallas, Texas. Na pia tunakuwa na kipindi maalum cha dakika 90, kipindi cha Alhamisi ya mwisho wa mwezi, siku kama hii ya leo ikiwa ni Alhamisi ya mwisho wa mwezi, dakika 90, kipindi maalum cha maswali na majibu. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali hiki cha kuweza kujifunza neno hili, na tunasikika ulimwenguni kote kwa wale wote wanaotumia lugha ya Kiswahili. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kutupa utaratibu wetu wa vipindi vya Bible Study na kuendelea na kipindi cha siku ya leo. Karibu sana Brother Jerry. Amen. Sasa ukaribisho dada Priska Mugai Mshana kizungumza mubasha kutoka makao makuu hapa Dallas, Texas, na ukaribisha tena wote ambao tumeweza kuika wakati. Kalenda yako itakukumbusha kwamba leo ni Alhamisi kwa sisi wako Marekani, Aprili 24. Kwa kule nyumbani East Africa imeshafika tarehe 25 ya mwezi huu wa 4, tukikaribia kumaliza mwezi. Na kama kawaida yetu basi kila Alhamisi ya mwisho kwa sababu dada Priska ni kipindi ambacho kwa kipindi maalum kabisa cha maswali na majibu kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa dakika zisizozidi sana 90. Namshukuru Mungu kwamba ni wakati mwingine. Kwa hivi sasa basi line yako tayari ipo katika mute. Tafadhali kuwa shemasi iforward kwa watu wengine wawili watatu tayari kwamba kipindi chako cha usadi kwa lugha ya Kiswahili kipo hewani. Nimkaribishe basi kwa mara ya kwanza kwa siku leo mchungaji kiongozi wa kanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua atatufungulia kwa sala, ndipo tutaendelea moja kwa moja na kipindi chetu. Dr. Nasua, karibu. Amen. Asante sana. Baba na Mungu wa rehema, Mungu tunayekutumikia katika madhabahu hii ya Bible Study, tunakushukuru kwa wema na uaminifu wako. Umekuwa pamoja nasi katika mwezi mzima, na siku leo Bwana tumefika katika ile hatua ya kujifunza kila mmoja kutoka kwa mwenzake. Kila mmoja atakuwa na uhuru wa kuuliza swali, kila mmoja atakuwa na uhuru wa kujibu, na hilo ni jambo kubwa. Tunakushukuru sana. Tunapoanza kipindi chetu cha leo, tunaweka dawati zima la Bible Study mikononi mwako, na watu wote kabisa watakwenda kuuliza maswali na kuchangia, tunaweka mikononi mwako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana mchungaji kiongozi wa kanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua kwa kutufungulia kipindi chetu. Na tunaanza rasmi basi Alhamisi ya mwisho hii ya mwezi huu wa 4, ikiwa ni siku ya 115 katika siku ambazo tunategemea kwa mwaka huu, zile 365, wiki ya 17 katika zile 52 tuko hewani. Tuingie sasa katika maswali na majibu. Kwa kwanza bonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6, itakutoka katika mute. Tujitambulishe hapo jina la kwanza na pale ulipo. Tunaamini kwamba unaweza kuuliza swali lako ndani ya dakika 3 anayejibu, naweza kupata dakika nyingine moja upendeleo mwisho dakika 4 tu, ili tuweze kupata maswali mengi na discussion nzuri kabisa kwa siku ya leo. Pazia limefunguliwa. Karibuni. Nataka nianze hapo alipofungua line. Najua alikuwa na swali baki kiporo. Bibi Feva, naona line yako inamulika. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nakumbushia kiporo changu. Sawa. Lile swali niliuliza na chakula cha Bwana. Umri wa watoto kula chakula cha Bwana. Nikasema kama watoto wanaruhusiwa kula chakula cha Bwana, na neno la Mungu linatuambia kabla ya kula chakula cha Bwana tujioji. Je, watoto kama hivyo, watoto wadogo wanaweza wakajioji? Wana ufahamu gani wa kujioji au watoto wadogo? Mkaniuliza mkasema utupe mstari. Nikawaambia ndio, mstari nitautafuta. Kasema muda umeisha, tusubiri kipindi cha maswali na majibu. Sasa ndio hiki nilikuwa nakisubiri kwa hamu. Mtumishi wa Mungu Yesu. Amen.
Sasa tufungue Biblia. Umekutana nacho wapi? Tukumbushane. Ngoja nifungue Biblia kwanza. Amen. Ngoja ni Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Macho yenyewe. Yesu wangu. Yalishaombewa hayo. Kaza kidogo tusome. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 ndo naangalia hapo. Sura ya 11 mstari kuanzia mstari wa 27. Kuanzia mstari wa 27 naweza kwenda mpaka 31. Yeah. Basi nitakusaidia kusoma Wakorintho wa kwanza 11:27 mpaka 31. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Basi kila ulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Tarudia hapo. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aulaye mkate na kukinywa kikombe, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mkate. Kwa sababu hiyo, 30 sasa, kwa sababu hiyo wako wengi wenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. 31 na mwisho pale, lakini kama tungejipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa. Amen. 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 Nafikiri hapo mmeyasikia. Ujioji, sasa ujioji. Asante sana. Maana yake sasa hapo mtoto mdogo atawezaje hayo kupambanua hayo yote na kujioji mwenyewe? Na anasema atapata hatia huyo mtoto mdogo, atakulaje huo mkate na nani na hiyo divai? Amen. Asante sana. Labda kwa faida ya wale ambao walikosa kipindi jana, hili somo lilikuja kama tunasoma tunafundishwa somo la chakula cha Bwana na Bibi Favor katika swala kuja nayo. Nafikiri zaidi inaonekana huku Marekani kuliko East Africa. Asema kwamba kuna baadhi ya makanisa wanakwenda huyu mtoto huyu inawezekana miaka 11 kitu kama hivyo, anakwenda kushiriki, na unapomwangalia unamshuhudia kabisa kwamba anashirikishwa mwili na damu. Sasa akasema kwamba hapa inakuwaje? Watu wale ambao wajaribisha kujibu swali hili last week, mmoja alisema kwamba ni taratibu za kanisa. Mwingine akasema kwamba ni swala la uangalizi wa wazazi, kwa sababu wao bado wanachagua kile kilicho bora kwa mwanao, kwa mtoto wao. Kwa hivyo kama ukiona kwamba kuna hatari, mfano unatolewa kama kuna hatari hapa, then huwezi kuondoka ukamwacha mwanao na kadhalika. Muuza swala akarudi akapaunda pale akasema, lakini je, ni maandiko? Kwani sifuate maandiko? Kwa hiyo ameshikilia pale, na lasi ukatuweza kufungua hiki kitabu cha kujana sasa hivi kwa sababu ya muda. Tunamshukuru Mungu kwamba ameweza kutuletea. Sasa swali liko hivyo. Umeweza kusikia kitabu hicho kisoma vizuri kabisa, na swali lake anasema, je, ni sawa ama si sawa kwa mtoto mdogo kushirikishwa meza ya Bwana, Ekaristi ya meza ya Bwana? Sasa mtoto mdogo tunamaanisha mtoto ambaye hajafika miaka 18. Ndio. Japo kwa mfano kwa miaka 10, 11, 12 wanakwenda kwa mshiriki. Kwa hivyo swali letu kuanzia miaka 10 kuendelea mbele wanashiriki. Lakini kutoka kwenye 10 kwenda chini. Amen. Asante sana. Basi nimekusikia vizuri kabisa Bibi Favor, na kurudisha katika mimi nikaribisha kwa watu wajaribishe kuchangia swali hilo. Bwana baadhi ya Amen. Amen. Karibu dada Sofia. Amen. I'm driving lakini nitajitahidi. Nashindwa kusoma neno, lakini kama kuna mtu anaweza kunisaidia na alifahamu kwa kuelezea neno, lakini sifahamu nisemea sababu niko barabarani.
Kuna andiko linasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Nilipo sehemu gani hilo andiko, kama mtu anaweza kutusomea kwanza tuone lilikuwa limezungumzia nini na mazingira gani? Kama kuna mtu anaweza akamkumbusha hapo. Nafikiri ni Mathayo 19:14. Oh wow. Tusome kwanza kaje samari. Ngoja nifungue hapa haraka. Mathayo 19:14. Yes. Lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbingu ni wao. Hebu anza juu 13. 13 inasema, ndipo akaletea watoto wadogo ili aiweke mikono yake juu yao na kuombea. Wanafunzi wake wakawakemea. Exactly. Kwa hiyo nataka niseme watoto wadogo ufalme wa mbingu automatically ufalme wa mbingu ni wao. Kwa maana hiyo hawana hatia, hata kama watakomunishwa wakiwa watapewa mwili wa Kristo, kwa mtazamo wangu mimi, wakiwa na kwa umri wao, kwa sababu moja kwa moja Yesu mwenyewe alikuwa anasema ufalme wa mbingu ni wao. Kwa hiyo wanaweza kama watoto wadogo kiroho, lakini watoto wadogo kimwili pia. Unaona? Kwa mtazamo wangu mimi. Kwa hiyo mimi nadhani ni sawa kwa watoto wadogo kupewa mwili na damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa katika lile andiko ambalo tulikuwa tumefundishwa, na umekuja na argument nzuri sana hapo mtumishi. Katika lile andiko ambalo umekuja nalo, ambalo ukilisoma at face value lina maelezo ya kitafanyika nini kama mtu atashiriki pasipo. Sasa hapo unaona vipi? Watoto wamepata exemption kwa sababu Yesu aliwawekea mikono, ama inakuwa kwaje hapo? Kuna Biblia amelisoma, kuna neno pale linasema atakayeshiriki kwa asiyestahili. Hebu nirudia kwanza kidogo kipengele cha asiyestahili. Sasa asiyestahili kwa mtindo gani? Vigezo gani anaweza kuvielezea kwa mtu asiyestahili? Yaani tu neno asiyestahili tunalifafanuaje kwenye hilo andiko lake? Haya, tuendelee. Tumeweza kupata andiko la mwanzo ambalo lilikuwa linatoa directive. Tumepata counter kutoka kwa mwalimu Sofia hapo, akionyesha jinsi gani watoto wamepata exemption kwa sababu Yesu aliwekea mikono na kutoa maelezo kidogo. Chakula cha Bwana, lakini mwalimu Sofia anazungumza hapo kwamba kwa sababu hiyo basi vipote vile itakuwa ni sawa kwa watoto. Mama Naomi, naona line yako inamulika hapo, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aba na mimi nichangie kidogo. Kwanza kabisa ninachojua katika hili swali au katika mtazamo wote wa kuhusu chakula cha Bwana, kila dini au kila dhehebu ina taratibu zake. Ni taratibu za madhehebu, sio kwamba imeandikwa kwenye Biblia kwamba watoto wadogo wasile. Hapana. Tukisoma kwenye hii wa Korinto, anachokisemea hapa pasipo stahili ni kwamba mtu unapoenda kushiriki chakula cha Bwana kujihoji, uangalie ndani ya moyo wako kama una kitu chochote ambacho umejua umekiholdi ambacho kinaweza kikakuletea shida. Maana chakula cha Bwana inategemea neno lililoachiliwa kule, huwa kina nguvu sana. Na unapoenda ukala wakati moyo wako hauja kuwa pamoja na kile ambacho kinaambiwa pale, linaweza ikageuka kikawa silaha kwako wewe mwenyewe. Unatakiwa ndani yako ujihoji kwamba ni kitu gani ambacho ndani ya moyo wako umeshikilia mtu, au kuna mtu hujamsamehe, katika kujitakasa kwa ujumla. Lakini pasipo stahili na kwamba yani ujihoji, kwangu mimi sioni kama yani linaenda kwa watoto wadogo, kwa sababu ninajua kwamba kuna madhehebu wengine watoto pia huwa wanashiriki, huwa wanawapa chakula cha Bwana, na inategemea lile neno lililoachiliwa kule ndio linaloenda kuleta ushindi. Nakumbuka mfano mmoja kwamba nilishawahi kuhudhuria ibada sehemu moja kule Tangibovu. Kulikuwa na ushirika wa chakula cha Bwana, watoto wakaenda, watoto walikuwa na tatizo.
Na watoto walilipuka na wakapata deliverance, maana chakula cha Bwana sometimes unaweza kukitumia kama mbinu ya kivita pia. Inategemea jinsi Mungu alivyokupa kufunua katika hilo. Kwa hiyo sasa hii hapa ni wewe ujihoji unapoenda kushiriki kile chakula. Kinatakiwa ndani yako uwe na utakatifu, kwa sababu sio kitu cha kuchezea. Yaani huwa hakikopeshi. Kinachomata lile neno linaloachiliwa ndani ndio liko powerful, na inategemea na jinsi mlivyoenda nayo. Kwa watoto, kwa haya madhehebu yetu, let's say Lutheran, Anglican, ukija Roman Catholic, waliweka hizo taratibu kuona kwamba yani kuweko na utaratibu kwamba wale watoto wawe na ngazi fulani ili waweze kuwa na ufahamu. Ingawa sasa hivi naona kwamba hata wanaopata komunyo ya kwanza ya pili bado wako kwenye umri mdogo sana. Kama ingekuwa basi ndio huo swala la kwamba watoto wasishiriki. Lakini wao ni namna hii ya katika madhehebu mbalimbali jinsi walivyojiwekea. Lakini katika mengine huwa wanashiriki wote kabisa, wala hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo labda samani kidogo mtumishi niingie hapo. Tunakubaliana both sides of that coin. Cha kwanza tunakubaliana kwamba wapo ambao wanashirikisha watoto tu, it's okay, that's what they do. Na wapo ambao wanasema kwamba mpaka awe mtu mzima. Hicho tunakubaliana. Muuliza swali amekuja na mstari, na katika ule mstari ninao hapa anasema mlango wa mstari wa 28 pale, lakini mtu ajihoji mwenyewe. Sasa mtoto unaamini ataweza kujihoji? Wakati tunapoenda kwenda kushiriki katika, yani niseme natoa mfano wa ule kile nilichokiona, pamoja na kwamba unaenda unajitakasa, unajiangalia mwenyewe kwamba ni wapi ambako niko hivi na vile. Kabla hamjaanza lile tendo la kushiriki, kuna kuomba pale ndani, mnaomba. Na kama watoto hapo mnakuwa mnaomba wote, yani wote wanaomba na wale watoto wanaomba. Unaona? Sasa wakati wakishamaliza kuomba huwa wanashirikishwa. Sawa, watoto wanaweza wakawa kwamba bado hawajawa na ule ufahamu wa kujua kwamba hiki kile na kile, lakini yuko mtu ambaye labda amesimama nao kuomba kwa ajili yao pia, ili waweze kufanya toba kwa pamoja, sababu huwezi kwenda kushiriki bila kufanya toba ya kutosha katikati ya kile ambacho mnaenda kufanya. Kama mtoto lazima atakuwa na mzazi wake. Niliona kabisa watoto wakishiriki, yani kwa macho yangu, na watoto wengine yani ingawa sometimes hata wengine walikuwa hawajui jinsi ya kujibu vizuri, lakini hawa watoto sio walipata deliverance kabisa. Yani sasa kwa sababu kipindi ni Bible study, je, Biblia inasemaje? Tunakubaliana bado kwamba kuna baadhi ya makanisa yana utaratibu wao. Yes. Lakini yule ni Kristo ambaye anasema mimi nashika Biblia. Mimi nashika, naangalia Biblia imesemaje. Huyu mtu tunamwambiaje? Katika hapa ndio hapa nakoeleza sasa. Hapa wanaposema lakini mtu ajihoji mwenyewe na hivyo aule mkate na kuinywea kikombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitarudi kwako mamangu hapo Wichita. Nikaribisha sauti mpya hapa. Nimemsikia mama Kavisho, and then nitarudi. Mama Kavisho, na kiswali umenisikia vizuri. Utata wetu haupo kwenye makanisa yanafanya nini. Kuna makanisa ambayo yanafanya hivyo kwa watoto na kuna makanisa ambayo yanafanya. Nitakuja kwako Dawini, niko kwa Benedetta. Sasa muuliza swali ameshikilia Biblia yake, anasema andiko linasema hivi. Mama Kavisho, unasemaje hapo? Mimi nilitaka tu kuweka nyongeza kwa huyu aliyeongelea utaratibu unaofanyika, kwa sababu mtoto kabla hujashiriki meza ya Bwana au hujapata hiyo komunyo, kuna mafunzo wanayoenda mwaka mzima, na mwisho wa hayo mafundisho wanapewa mtihani. Kwa maana kwamba huo mwaka mzima mafundisho uliofundishwa, lazima siku umetenda chochote, ndio maana hapo kwamba lazima utajoji wewe. Unless upuuze uende kichwa, lakini ukijua kwamba hapa ninakosea.
lakini vipengele vyote unakuwa umeshafundishwa, umeelekezwa ni kwa namna gani unapaswa kupokea chakula cha Bwana, ni namna gani una mastahili ya kusogelea kwenye meza ya Bwana. Hiki na hiki na hiki na hiki ni kizuizi kwako. Kwa hiyo mtoto mpaka ameenda hilo na hawawezi darasa la kwanza hawawezi kupeleka kwenye mafundisho ya komunyo, wanangoja mpaka ufike darasa la 5 ndio utakuja kuingia kwenye mafunzo ya kupata komunyo ya kwanza. Kwa hivyo ninaamini kwamba mtoto anakuwa ameshaelewa mbichi na mbivu. Bwana asifiwe. Amen. Karibu Dr. Winnie, and then nitakuja kwa brother Alex. Dr. Winnie. Asante sana, nashukuru. Mimi nafikiri swali la Bibi Seva liko kwa wale watoto ambao hawajafika kwenye kipindi cha communion, nafikiri ndiko alikobezi. Na kwa kujibu kama hiyo ndio eneo ambalo alikuwa anaangalia, tuseme wale watoto ambao wako chini ya miaka 12. Mtoto hata akiwa na miaka 4 akiiba kitu huwa wanajuaga wamefanya kosa. Ndio maana unaweza kumuuliza umelamba sukari, anakuambia no, au umeiba kitu fulani anakuambia no, lakini amekificha nyuma kwa sababu nafsi yake inamwambia kwamba ulichokifanya sio kitu kizuri, umefanya kosa. Kwa hiyo mtu ambaye ana watoto wadogo ukiwa nao nyumbani, hata kama ni wakati wa kushiriki chakula cha Bwana, unawaeleza hiki ni kitu gani. Nafikiria kama kuna sehemu umemdanganya mama, kama kuna sehemu umesema uongo, kwamba kuna sehemu umeiba au chochote kile ambacho umefanya ambacho unajua sikimpendezi Mungu, nitakuongoza saa ya toba. Kwa hiyo wewe kama mzazi, kabla hujafanya kile kitendo, unawasaidia watoto. Mnaomba, mnapitia faida za damu ya Yesu, ni kwa nini tunafanya hivyo, unawafundisha. Wao wenyewe wanaweza wasielewe, yani wasielewe tu wakashiriki ule mwili kwa sababu mzazi amesema hivyo. Lakini kabla hujafanya kama mzazi, kama ni mzazi ambao unafanya na watoto wako nyumbani, unatakiwa uchukue muda uwafundishe. Lakini watoto wale ambao mmekaa na watoto, hata akiwa mdogo anapofanya kosa wanajua, kwa sababu tuna nafsi ile ambayo inasema hapa ulivyofanya sio vizuri, lakini inabidi wafundishwe. Na pale Bwana Yesu aliposema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, hakusema isipokuwa watoto wadogo wasifanye. Kwa hiyo mimi naunga mkono kwamba ni vizuri kuwashirikisha watoto, lakini huku baada ya kuwafundisha hata wale ambao hawajafika mafundisho ya communion. Mchango wangu. Bwana asifiwe. Amen. Sana. Amen. Bwana asifiwe. Nitakuja kwa Dada Sofia, brother kwa adabu. Karibu. Bwana asifiwe. Akisema kwamba mafundisho si ukweli. Mimi nilikuwa na sali Winners Chapel, wanalisha hata mtoto aliyezaliwa leo kama anaweza kula. Kama anaweza, yani kwamba watoto wote mnaingia nao kanisani. Of course wale wa miaka 4 mingapi wanakuwa katika Sunday school. Wale wa miaka 3 kushuka chini mnakuwa nao kanisani na wanalishwa. Ila kwa hiyo kwamba swala la kwamba mafundisho, yani wanalishwa bila mafundisho kwa sababu hawako katika umri wa it means kwamba mimi mwenyewe nilikuwa naenda na mtoto wangu na nilikuwa namlisha bila mafundisho ya aina yoyote. Na nikija swala la kwamba umri kusema miaka 10 au mingapi, kiukweli kabisa kwamba Wayahudi mtoto wao anakuwa akiwa na miaka 12. Sisi mamangu ni makua watoto mwanaume anakuwa akiwa na miaka 7, anahesabiwa kama mtu mzima kwamba amekuwa. Yaani akishatoka jandoni tu anahesabiwa kwamba amekuwa. Na mwanamke akishavunja ungo pia anahesabiwa amekuwa. Lakini hiyo kukua kwao huko, ukija kwa sheria za Amerika hajakuwa, anatakiwa miaka 18. Ukienda Zanzibar miaka 16. Kwa hiyo ukienda kwa Katoliki ni baada ya communion ambayo anaweza kama miaka 7, miaka 8. Ukija kwa Lutheran ni baada ya kipaimara ambayo pia anaweza kama miaka 13 hadi 16. Sasa unaposema amekuwa kwa hivyo gani? Lakini hata leo hii kwamba umweke mtoto miaka 13 ambaye amepitishwa na Lutheran kwamba huyo amekuwa, anaweza kumeki right decision. Ukija kiwacho kabisa kisheria kwamba hiyo hukumu miaka 13 wa Lutheran anaweza kumeki right decision ya kuhukumiwa. Uje na Wakatoliki wa miaka 7, 8 anaweza kumeki decision. Uje na sisi wa makua miaka 7 anaweza kumeki decision, au miaka 12 mwanamke 13 anaweza kumeki decision. Kwa hiyo kwamba hapo ni taratibu tu, kwamba kila kanisa lina taratibu zake. Ila kwamba of course mara nyingi kila mtu anadhania kwamba taratibu za kwake ndio zinastahili kufuata au biblical, kwa sababu Mungu hajaweka umri kwamba umri gani kweli amekuwa.
Wayahudi wamejiwekea kimila zao miaka 12, Wakatoliki wamejiwekea umri wao baada ya komunio ya kwanza, wa Lutheran wameweka umri wao baada ya kipaimara, wa makuu wameweka umri wao baada ya jando, vitu kama hivyo. Kila mtu ameweka umri wake. Lakini kwamba sasa swala kwamba kama Biblia sasa alivyoulizwa, lakini pia katika Biblia tunaona kwamba anasemaje kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka. Unaambiwa Kornelio na nyumba yake wote waliokoka, kwamba auambii kama mke wake, watoto wake waliamini au nini, wote waliokoka kwa sababu ya Kornelio. Na ndio kigezo ambacho anatumia Wakatoliki kwamba au wa Lutheran kwamba mtoto anaonyeshwa njia. Kama vile mtoto hawezi kuchagua shule, unamchagulia shule, unamchagulia siku gani ya kubatizwa, unamchagulia jina, vitu ambavyo hajavifanyia nani, kwamba wewe ndio unamchagulia. Vile vile unaweza kumchagulia kufanya maamuzi kwa ajili yake. Amen. Asante sana. Sasa kwa ambao wameingia kuchelewa, tupo katika kona ifuatayo. Muuliza swali alikuwa ametatizwa kuona watoto wadogo kwa umri mdogo wakishirikishwa, na discussion iliyokwenda hapa ni kwamba wengi kama msomaji wa mwisho brother wangu wale ameshaona na kuona watoto wadogo kabisa wakishirikishwa. Ulikuwa ni utaratibu wa nini wa kanisa. Walipozungumza Dr. Winnie na Mama Kavisho wamezungumza kwamba ni swala la ubongo pia. Wa yule kiumbe ambaye tunamuita mtoto ama unataka kumuita mtu mzima, depends on what's going on. Moja mtu mfano nafikiri Dr. Winnie kwamba watoto hao akifanya kitu kibaya anakielewa, anaweza kataa kuficha. Kwa hiyo this means kwamba ule mstari wa 27 japokuwa kutamka hivyo, mstari wa 27 ni kama umpitiwa pale kwamba mtu atajihoji mwenyewe. Ini je, kama alivyozungumza brother Allen sasa hapo, je ni mafundisho ya kanisa lako quote unquote ambalo linaleta utata katika swala hili, kwamba at what point usema kwamba ni sawa ama si sawa kwa mtoto kushirikishwa, ama Biblia imekazia somewhere. Nakumbuka kipindi Bible study, mawazo ni mawazo, lakini kama una mstari wa Biblia unataka kutembea nao ambao utasupport point yako ama utapita katika swala la kusema si sawa. Kwa mfano tuanze na hicho, kwa sababu muuliza swali ndo amekaa hapo. Ndiye hebu sema kuna mtu mwingine mmoja ambaye atatupeleka point complete tofauti. Amen. Nimemsikia Sofia, nitamaliza na Josephine and then nitarudi Portland. Sofia, karibu kwa dakika mbili. Amen. Yaani Bibi Seva kama anataka mstari, hata huu tu mstari wa Matthew 19:14, yaani umejitosheleza kabisa. Watoto wadogo automatically ufalme wa mbingu ni wao. Unaona, na anaposema atakaye kula pasipo stahili maana yake nini? Ina maana hajaelekezwa, inaweza ikawa tu hivyo, hajaambiwa. Lakini kama alivyosema Dr. Winnie, mtoto wako nyumbani utamwambia tunakula hii kwa sababu tupate nguvu rohoni, kama vile Bibi Seva unavyomfundisha mwanao neno la Mungu. Unaona, kwa hiyo utamuelekeza kwa una fade up kidogo mtumishi, naona wewe yako bado ipo, lakini una kama fade up. Kama una tabia udokozi unaisha. Hapo mnanisikia? Upo sawa. Kwa hiyo ni kama vile ambavyo ninamuelekeza mtoto kulisoma neno, na ndivyo nitakavyokuwa pasipo stahili. Na maana ni pasipo stahili, mimi nitamuelekeza mwanangu ili niweze kusimama hapa pasipo stahili ambapo nitapata pia. Kwa hiyo pasipo stahili Bibi Seva sio tu yani kwamba pengine mimi nimezini, nimesema uongo, unaona, lakini pasipo stahili hata kushindwa kumuelekeza kidogo mtoto bado atakuwa umefanya pasipo stahili. Lakini nikimuelekeza kama wengine walivyosema, nimefanya sawasawa na neno lilivyoniambia. Lakini hata hivyo, yani moja kwa moja mtoto mdogo anaingia kwenye ufalme wa mbingu. Hana kosa, hana hatia, hana uovu. Amen. Haya, Josephine pale Houston, karibu kwa dakika mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimesikiza majibu ya wote, na majibu ya wote kwa kweli ni mazuri. Hata brother Ali amefafanua kwa vizuri sana. Lakini mimi nataka kunyongeza tu kidogo kwamba traditional church ambazo ni Catholic, wa Lutheri, Anglikana, Methodist ama kanisa makubwa ya zamani kabla, waliweka utaratibu mzuri sana ambao yani mimi na usifu. Unajua kupokea mwili wa Kristo ni kwamba unampokea Kristo.
Yaani unajua thamani. Kwanza swala yaani ukiacha tu kwamba ni mtoto, ni mkubwa ni nini, lakini ujue ni nini kinafanyika katika kupokea huo mwili. Sasa kinachotokea haya makanisa ya zamani, ndio maana mnaona mimi mwenyewe kama mimi nilipata komunio nikiwa na miaka 7. Lakini sio hivi nilifundishwa, nikafundishwa swala, unafundishwa jinsi utubu kwanza, ungame hizi dhambi ndogo za utoto, nimesema uongo, nimedanganya. Yaani unakulisha katika hao mazingira kwamba ukikosea lazima kabla hujapokea inabidi kwamba moyo wako uwe clean. Hauwezi ukatoka kwenye zinaa au umetokea kufanya dhambi za ajabu afu unaenda kula mwili wa Yesu. Unaambiwa kwamba unapokea hukumu ukipokea sivyo stahili. Inatakiwa ujiwekee kwa sababu yule unampokea Yesu akae ndani ya mwili wako. Na mwili wako ni hekalu, kwa inatakiwa liwe safi. Ndio inatakiwa kwamba uwe safi ndio pale inapostahili. Sasa kinachotokea kabla ukiacha swala la utoto au uzima, makanisa mengi ya Pentekosti unakuta wengine hata hii thamani ya mwili wa Yesu ni nini hawajui. Siku hizi makanisa mengi naona hata Mwakasege ameanza kufundisha kuhusu thamani ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo mengi anaanza kuelewa, lakini wakati wengine walikuwa wanajilia tu kama vile anacholia, ile thamani yake inakuwa ipo. Usipoipa thamani kama alivyosema mama pale, mama nani yule alisema kwamba kuendana pia na neno ndio inafanya kazi. Kwa hiyo umri na uachie hapo kwamba kila watu unategemea wanavyofanya kwa sababu haijasema kwenye Biblia, lakini the main point hii hapa ni kwamba ule ukiwa unastahili unajitambua kwamba unampokea Kristo, na mara nyingi ndio inakuwa na impact kubwa kwamba Kristo anaingia ndani ya moyo wangu akafanyike nini, akapokea uponyaji na vinafanyika. Lakini ukijipokelea tu kama chakula, mtu baadaye anakula mpaka kama chakula, nafikia tu mtu anakuwa mtu mzima pia anajipokelea tu kwamba apokea aoni ile impact yake. Kwa kabla tuangalia utoto tunatakiwa tuangalie tubezi sana kwamba huyo mwili ya Kristo ni nini, kwamba natakiwa tupokee tukiwa tunatambua na kujiandaa ndani ya moyo wetu kwamba tunampokea Kristo akakae ndani ya moyo wetu. Hiyo ndio pointi muhimu sana kuliko hata huo umri. Amen. Amen. Sana wangu Joseph kutoka pale Houston. Sasa nirudi zangu Oregon. Mama yangu Bibi Favor. Umesikia machangizo yaliyoweza kufika hapo? Bwana sio nataka kuongezea kidogo. Kama sekunde 30 twende la pili, karibu. Yes. Kwamba kwa Wakatoliki hata ukiwa na miaka 100 umepokea kanisa lingine hawakuruhusu kupokea. Yaani wanataka kwamba anayepokea lazima awe Mkatoliki. Kwa hiyo kwamba hata uwe na umri wako miaka 200 kama haujapokea kama sio Mkatoliki hawakuruhusu kupokea. Amen. Sana kuangalia vizuri hilo. Oregon pale, Bibi Favor. Tuko pamoja? Kama unazungumza upo katika mute, hebu nikutafute hapa kama naweza nikakuona tukufungue. Okay. Inawezekana sababu najua sometimes bibi anakuwa kazini, inawezekana pale alipo sasa hivi kidogo hali si hali, but nafikiri kwamba anatusikia na akipata muda basi atakuwa hewani. Asanteni sana katika swali la kwanza ambao tumeweza kulitadavua kwa kipindi kirefu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amekuja. Amen. Mlini nyuti naona mimi huku nilikuwa sijaji nyuti. Amen. Yaani mimi katika maswali yote nimeyasikia. Hilo la kusema waacheni watoto wadogo ninalifahamu sana kabisa, kumaanisha kula chakula cha Bwana. Mimi ninasimama, yani nitasimama katika neno la Mungu. Nitasimama katika maisha yangu yote nitasimama neno la Mungu linasemaje. Sitafuata taratibu, sitafuata makanisa fulani, dhehebu fulani nini. Nitafuata neno la Mungu katika Biblia linasemaje. Mbarikiwe. Amen. Asante sana. Tuendelee na mengine. Amen. Ndio tayari kwenda katika swali la pili kwa siku ya leo. Bonyeza alama nyota nambari 6 jina pale ulipo. Ndani ya dakika 3 na uhakika utaweza kupresent swali lako vizuri kabisa. Karibu tuendelee. Kama unazungumza na sije kwa technology inawezekana kuzungumza katika mute. Sasa wewe unasikika hapo, mtumishi wa Mungu Mchungaji Mangesho. Karibu. Amen. Nashukuru sana kadiri Mungu akubariki sana. Nilikuwa na swali kwenye kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther nilikuwa nikisoma hadi kadhaa hivi. Nilikuwa na swali langu ambalo linatokana kwenye Esther mlango wa 1 mstari wa 10
mpaka 12. Si kama kwanza akanisomea hapo au nisome, lakini mimi ninao tayari. Esther mlango wa kwanza mstari wa 10 mpaka wa 12. Tutasoma kama ilivyoandikwa. Hata siku ya 7 mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai, aliwaamuru Mihumani, Besta, Arbona, Bigta, Bagatha, Zethari na Karkasi, wale wasimamizi wa nyumba 7 waliohudumu mbele ya mfalme Ahasuero, wamlete Vashti ambaye ni malkia mbele ya mfalme. Amevaa taji ya kifalme ili kuonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Mstari 12. Bali Vashti malkia aliukataa kuja kwa amri ya mfalme kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Kwa hivyo mfalme akaghadhibika sana na hasira yake ikawaka ndani yake. Amen. Amen. Kwa swali langu kaka Jerry liko ule mstari wa 12 anasema kama bali Vashti malkia alikataa kuja kwa amri ya mfalme. Swali langu linakuja hivi: je, kwa yeye kukataa kuja lilikuwa ni jambo zuri au sio jambo zuri? Kwa yeye kukataa kuja kwenda kama ambavyo mfalme alivyoagiza afanye. Swali langu liko hapo. Amen. Sana. Na mwasomaji wa Biblia wazuri mtakumbuka vizuri mkasa huo ama story hiyo kavyoandikwa na Esther. Nafikiri imeweza kusoma hapo na wapo ambao na uhakika mnaokumbuka simulizi hiyo. Mweza swali anataka kujua, je, malkia yule Vashti mrembo alikuwa sawa ama si sawa kutokutii amri ya mfalme ambaye alikuwa anataka aje kumshow off, asema njoo watu waweze kumuona uzuri wake. Kumbuka ndio story ilikuwa inakwenda hivyo. Fungua simu yako kubonyeza alama nyota nambari 6 mara moja tu jina la kwanza pale ulipo, and then tudadavue. Ni sawa ama si sawa alichokifanya malkia kutokutii agizo lile la mfalme? Karibu. Kama unazungumza na si acknowledge, inawezekana bado upo katika mute. Angalia tena simu yako, bonyeza alama ya nyota nambari 6 mara moja tu, *6, utakuwa hewani. Kitabu cha Esther hicho, mstari wa kwanza, mstari wa 10. Esther 1:10 mpaka 12. Ndio. Amen. Uko hewani, karibu. Esther 1:10. Yes, Esther mlango wa kwanza mstari wa 10 mpaka 12. Hata siku ya 7 mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai, aliwaamuru. Samani kidogo. Inawezekana ndani yako kidogo ile tamana tatu tulikuwa tumeshaisoma. Tunajaribisha kudadavua sasa kwamba je, alichokifanya malkia ni sawa ama si sawa kutokutii ile amri. Dada Margaret kutoka Georgia, karibu. Asante. Inaonekana kabisa wazi alichokifanya sio kizuri. Kama first lady itakiwa aonyeshe utii na unyenyekevu na watu wengine wafuate. Na kama sikosei hapo, hapa nikiendelea kusoma tena, hata mawaziri wakasema kwamba huyu hafai tena kuendelea kuwa mke wako kwa sababu hata wake zetu wataiga tabia yake. Kwa hiyo naona ndio ikawa ni chanzo cha mfalme Ahasuero kumwacha yule basi. Ile jambo alilofanya sio zuri na alipendeza. Amen. Labda kidogo mamangu Lukindo nijaribishe kumwagia chumvi hapo. Kwa wale ambao tunaikumbuka history, ni kitabu ambacho watu wengi huwa wakisoma na understanding, mara ndio maana watu wamekaa mno kimya. Kabla ya agizo hilo kwa kuna sherehe inaendelea pale na mfalme alikuwa ameshaanza kuchangamka kwa lugha ya siku ya leo. Alikuwa anapata divai yake, kwa hiyo akatoa amri wale mabodyguard wake waende kumleta. Kamlete. Watu waone jinsi alivyo mrembo. Ndio ilipokwenda hapo. Kwa hivyo muuza swali najua anafahamu hilo. Anajaribisha kuegama, je, ni sawa ama si sawa kukaidi ile amri ya mfalme? Na huyu alikuwa ni malkia.
Sasa kama bado huko katika hilo, maana umesema unataka kusoma kidogo, hebu tuendelee kuchangia katika hicho. Moja kwa moja ni kwamba sio sawa kabisa kitendo alichokifanya, sio sawa kabisa. Alichokifanya Malkia ama alichokifanya mfalme? Alichofanya Malkia sio sawa. Mfalme yeye alikuwa na haki kumuita mke wake watu wamuone. Alikuwa na haki. Yeah. Amen. Asante sana. Hai. Tuendelee. Kaka Jerry. Naam, karibu dada. Kaka Jerry, kama ninaelewa vizuri hiyo hadithi ya kwenye Biblia, Mfalme Ahasuero aliamuru mke wake atoke nje akiwa uchi, ili hafla ile wageni wake wamuone mke wake alivyo mzuri, lakini aliagiza kwamba aje akiwa mtupu. Hebu tujaribishe kusoma tu support hilo. Kuna sehemu gani kumbukumbu inakupeleka hapo? Baba nitampa muda kidogo endelee kutafuta. Na kama kuna mwingine ambaye anakumbuka. Bwana asifiwe. Amen. Karibu brother Allen. Ni Elia. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu mchungaji Elia. Thank you. Sasa yani hata bila kutafuta andiko, yani mawazo tu ya kufikirika. Naelewa. Najua hii Biblia imeandikwa, unaangalia muktadha wake imetoka vipi, historia imekaeje. Tukiangalia habari za enzi za watawala hao ama taifa la Israeli, kumbuka kwamba wanawake walikuwa wananyanyasika sana. Wanawake walikuwa wanaonekana si kitu, haijalishi ameolewa na nani. Alafu inaonyesha huyu mama alikuwa na haki. Mimi ninaona kabisa kitendo cha kukataa alikuwa yuko sahihi, kwa sababu kitu chochote unachotaka ukifanya, usipomwandaa mwenzako utafeli. Usipoandaliwa, inaonekana huyu mama hakuandaliwa, alipewa amri. Mimi huyu mama ananifundisha kuhusu msimamo, kwamba haijalishi utakutana na nini, haki zako ni za msingi kama binadamu. Sio ukubali kunyanyasika kwa sababu eti mume wako kasema, eti mkeo hakasema, lakini anakunyanyasa. Sasa yule mama alionekana alinyanyasika kwa sababu historia inavyoonyesha ule ulikuwa ni unyanyasaji wa hali ya juu, kwa sababu ya ile nafasi aliyonayo yule mfalme. Kwa hiyo huwezi kumwambia kwa dharau kiasi hicho mzazi mwenzio. Kwa hiyo mimi yule mama nadhani alikuwa yuko sahihi kabisa. Hii ndio wazo langu hapo. Asante. Asante sana katika hilo. Naomba nibaki na wewe hapo mtumishi. Wanasema can of worms. Mstari ule unasema obviously kwamba mfalme alikuwa amefurahishwa na divai, na maanisha kwamba alikuwa anapata kinywaji chake. Je, ingekuwa ni situation hiyo lakini kinywaji hakijahusika, akasema agizo lile, hebu mleteni kidogo first lady watu wamuone alivyokuwa mzuri, yule mama kakaidi hakuja. Je, jibu lako liko pale kwamba kukata kwake ni sawa? Kama unazungumza sikusikii, upo katika mute. Inapoonyesha huyu mama hakuwa alikuwa amekunywa. Mstari ni mfalme ndio alikuwa amekunywa, sababu ukirudi pale katika mstari wa 10 ndio inasema hata siku ya 7 mfalme furahiwa moyo wake kwa divai. Kwa inaonyesha kabisa kwamba ilikuwa ni sherehe zinaendelea siku 7, kwa ambao tunakumbuka hichi kitu hii. Ukirudi nyuma zaidi utaona kwamba ilikuwa ni siku kubwa wanaifanya siku 7, kwa kuna kileo kinaendelea pale. Ipo is printed kwenye Bible. Now wengi wanasema kwamba kwa sababu Biblia Malkia aliona kabisa kwamba mfalme saizi ameelewa, kwa akakaidi. Katika jibu lako ukasema kwamba hakuandaliwa, kwa hivyo alofanya hivyo ilikuwa ni sawa kwa sababu ni unyanyasaji. Sawa. Sasa nikachomeka nikasema, je, ingekuwa mfalme kafanya yale lakini ilikuwa hajanywa siku hiyo, akatuma watu mleteni Malkia watu muone alivyokuwa mzuri, ile mama Malkia akagoma kutoka, atakuwa amefanya sawa? Ama alifanya hivi kwa sababu alijua mfalme amelewa? Hapana. Ndio maana nimesema mimi sizungumzii swala la ulezi wake.
Nimesema ukiangalia inaonyesha huyu mama hakuandaliwa, na ukisoma historia ya Waisraeli walikuwa wanafanya nini juu ya wanawake, hii inaonyesha moja kwa moja huyu baba alikuwa na dharau. Kwa sababu wanawake wengi wanamng'ang'ania, vituko ni vingi. Mwanaume yeyote akiwa na nafasi anakuwa na vituko vingi sana kwa mkewe. Kwa hiyo tuchukulie hivyo tu na maisha haya tunayoyaishi leo hii. Wanaume wangapi wananyanyasa wake zao, wana vyeo vyao, wana nafasi nzuri kabisa. Ile ni roho ya yule mfalme ambayo inatesa jamii leo hii. Mimi nadhani ninapofikiri sana naona kabisa kwa kujiongeza, maana nafikiri kwa kujiongeza kwamba itakuwa sababu ilikuwa hii, huyu mama alikuwa na haki. Unalinganisha sasa na maisha ambayo wanawake wanafanywa kizazi tu cha leo, na historia inatuambia habari za Waisraeli. Lakini leo turudi leo hii, familia ngapi ziko kwenye shida, wanawake wangapi wanateseka, na waume zao wana nafasi nzuri sana, lakini wanateseka kwa sababu wana vibinti vingine, wanawake wanawasumbua akili zao. Wamama wale wamefanyiwa kama mabibi, yani ni kama mama yake mzazi, amemweka kama mama yake mzazi, ni unyanyasaji, umeelewa? Kwa hiyo fikiria tu kwamba huyu baba alikuwa anamnyanyasa yule mama, haijalishi ulevi. Hiyo ilikuwa ni siku la tukio, lakini inaonekana maisha yao waliokuwa na yaishi, yule baba alikuwa hamheshimu yule mama, ndio maana aligive up, akasema iwalo na liwa haina shida. Hivyo Amen. Sana. Haya, tuendelee. Karibu mtu mwingine, kama kuna mtu mwingine wa kuchangia hapo. Tulitoka. Amen. Karibu dada Josephine, na muone brother Ali naye anamulika. Yeah, na mimi pia na Pastor Elia kwamba mambo yalikuwa sawa, na ukitaka kujua hivyo, hata baada ya kukaidi mfalme wala hakuteki serious wala kumfanya chochote, ni baada ya kukaa wale mawaziri na viongozi wengine ndio kama walimpampu. Unaona alichokufanyia huyu, je, na sisi wote wake zetu nao wakifanyia hivi, yani wataona kama si watatudharau pia. Kwa ile kama vile pressure wale viongozi wengine waliokuwa pale ndio ikasababisha mfalme akachukua ile hatua ya kumuondoa yule malkia. Lakini nadhani ingekuwa sio pressure angeendelea, lakini hakufanya sawa kwa sababu alimuita, sio angekuwa amemuita kikawaida, njoo akuone hao wageni na nini, lakini ndio alivyomuita. Na hiyo kucheza ilikuwa kwamba kama alivyoongea dada aliyotangulia, ilikuwa sio kucheza kikawaida, ilikuwa kama vile kucheza uchi, yani kama show, yani sio ile tuna thamani ya mke. Ilikuwa kama, ndio maana nasema tu wa zamani walikuwa wanaona tu kitu tu, ndio maana hata kwenye hilo wanasema apatie mke amepata kitu, yani mwanamke alikuwa ana thamani, yani ile inayostahili kama tusaidia watu wanavyotuvali. Kwa hiyo alikuwa yuko sawa kabisa, na alikuwa ameitwa kucheza vibaya akiwa hana nguo, sio kuitwa tu kikawaida kiutaratibu. Kwa alifanya tu kuonyesha tu kwamba naye kaonyesha msimamo wake, hata kama alitolewa ufalme umalkia basi, lakini mfalme hakufanya kitu kizuri, na yeye mwenyewe hakufanya action yoyote. Ni ile pressure ya nje ndio ilisababisha akamtoa yule malkia. Amen. Sana kwa changizo lako. Nitabaki na wewe kidogo kama dakika nyingine moja. Hakuwa pressured. Yeye mwenyewe ndio aliita wazee wa baraza, kama ukisoma vizuri kile kisa mstari 13. Yeye mwenyewe ndio aliita wazee wa baraza kwamba hii mmeonaje. Kwa hivyo hakuwa pressured. And then cha pili, wakati dangu wa sinati anajaribu kuitafuta, najua hii story inazungumzwa kwa baadhi ya watu wanaitamka kihivyo kwa sababu ilikuwa ni sherehe. Lakini hebu pekua, inawezekana kuna kitu sijakiona hapa. Pekua tupate ile sema wao wanasema kwamba aliambiwa cheze uchi. Kwa sababu hicho kitu kuna baadhi ya watu. Amen. Kafakari hilo. Karibu brother Alan. Yes, mimi nimekubaliana na wote watatu waliochangia mwisho kwa kusema kwamba, ila kwamba kwa kuwa nimekubaliana, sitaki kuendelea na kusema kwamba kuhusu hiyo kwamba kucheza uchi kwa brother Jerry sio kwamba kimeandikwa katika Biblia, ila kwamba Biblia unapoisoma inabidi uangalie yale mazingira wakati ule, mila zilikuwaje na kila kitu. Mfano kama katika Wakorintho anaposema kwamba wanawake wakae kimya. Kwa hiyo pale watu wanakuja wanaangalia kwamba kwa nini Paulo alisema vile wakae kimya kanisani. Kwa hiyo wanachunguza kwamba at that time ilikuwaje. Kwa hiyo na hii ya kukaa uchi ni kwamba wataalamu, yani Wayahudi, dini ya Kiyahudi na Wakristo yani wanaona kabisa kwamba at that time
yule mfalme ndio alichokuwa anakifanya, kumleta mke wake acheze uchi. Lakini kwamba kuandikwa ni kweli hajaandikwa, na nadhani kwamba tusimchoshe mtumishi kwamba hakuna maandishi hayo katika Biblia, ila kwamba historia ya wakati ule, yani watu wanapochimba maandiko wanaangalia kwamba ilikuwaje, kwa nini huyu alikataa, kwa nini ilikuwa hivi nini. Lakini vile vile kwa maana nataka kuongezea, huyu alichokifanya huyu mama kilimfanya huyu mfalme amheshimu nani Malkia Esther kwa kiwango cha juu. Yani huyu ni kama nani Rosa Parks wa that time, kwamba amejengea amewajengea wanawake heshima. The way ukiona alivyomtreat Esther, alimtreat kweli kama mke, sio kama chombo cha kukionyesha mbele za watu kama hivyo alivyokuwa anafanya kwake. Yani anastahili makofi yake. Amen. Sana katika tangizo lako zuri hilo. Nilikuwa na Dasnati, line yako inamulika, inawezekana una mstari ama umebakia pale kusema Brother Allen. Mimi nakubaliana kabisa na Brother Allen alivyosema, manake katika miaka ile hiyo ndio ilikuwa desturi, manake wafalme walikuwa mara nyingi ilikuwa ni masuria ndio wana parade namna hiyo kuwapa burudani wageni wao. Lakini Asuero akavuka mpaka kwa sababu ya hiyo divai, akataka kumdhalilisha na mke wake. Amen. Asante sana kwa changizo lako zuri hilo. Na kwa ambao mnasikiliza kwa makini hapo, Rosa Parks mfano unakuja kwa Brother Allen ni yule Marekani mweusi ambaye aligoma kusimama katika basi, aligoma kusimama kutoka siti ya mbele kwenda siti ya nyuma, na akaja kuleta movement nzuri sana. Amen. Machangizo mazuri. Turudi pale Tulsa, Oklahoma. Mchungaji Mangesho, umepata baadhi ya majibu hapo, tuko sawa? Yes, tuko sawa. Nashukuru sana, na naenda kubaliana na watu waliochangia dakika za mwisho ya kwamba mimi naona kwamba hakufanya vizuri. Nakumbuka vile vile kwamba wanaume wako visual, yani wanaume wanakuwa na wanatamani wanawake kwa their physical appearance. Nakumbuka Esther alikuwa amefanyia wa mama pati yao pembeni kule kwao. Kwa hicho ilikuwa ni chumba ambacho kimejaa wanaume watupu waliolewa. Unaona? Kwa hiyo kitendo cha kumleta mke wako mbele ili kila mtu amtamani, wanaanza kumlast, kwa kweli ni hakufanya vizuri. Lakini kuna mtu nadhani kuna namna ambavyo jaribu kurekebisha hapo. What if kama basi asingekuwa amelewa hivi nini na nini, ingekuwa labda ni kama let's say kama labda fashion show, kuna wanawake wengine wapo na organized kiheshima, unaona, labda yes na hapo pia. Lakini hii kabisa ukiangalia kwa ujumla ni alichokifanya sio vizuri, na ninakubaliana na hao wengine waliochangia hapo mwishoni. Amen. Amen. Asante sana Mchungaji Mangesho kwa comments zako hapo. Na wewe tunajaribisha kufanya hivyo katika kipindi hiki, kuweza kuona kama kuna mtu anaweza kabukua somewhere, ndio maana discussion na Bible study, kitu ambacho katika Biblia ka support. Tunajaribisha kuondoka kwenye mabano ama kubaki kwenye maneno ambayo bado hajaweza kuwa support katika Biblia. Baadhi ya maswali kama ile la mwanzo, kwa mfano sitaki kurudi kule, kuna watu ambao wanashindwa kulielezea, ama kuna watu ambao wanaegama upande mmoja, and then tunakuwa katika discussion wanatoka katika kipindi bado wanakuwa na hawaja balance vizuri. Kwa hiyo ndio maana most of time tunajaribu kuchomeka hapo ili tuweze kufunguka vizuri zaidi. Inawezekana tusipate jibu moja kwa moja, but obviously target yetu kutoka vizuri kuliko vile ambavyo tumeingia. Safi kabisa. Swali la 3, karibu. Swali jipya. Bwana Yesu asifiwe kaka Je. Amen. Karibu kwa swali jipya. Swali jipya, okay. Nilikuwa nataka niongezee hapo kwenye hiyo swali la Mangesho. Mimi nilikuwa kidogo nimelitazama kwa mtazamo mwingine, kama limeshapita muda basi. Asante sana. New Jersey, wale walimuulizia swali jipya ama karibu. Ni swali jipya, lakini linaunganika na hili la nanila lililopita la Mchungaji Mangesho. Ukisoma wa Efeso hiyo 5:22 wanasema kwamba wake wawatii waume. Unaona kama Kristo Amen. Na mimi nilikuwa swali langu hapa.
Samahani kama kidogo, tuna samahani kidogo. Sofia bili kumute kwanza kwa sababu tumempa nafasi dada Olivia. Tumpe nafasi ende tutakuja kwako. Sio na wasiwasi. Mwalimu Olivia, Waefeso ngapi umesema? Waefeso 5 22. Unaweza ukasoma ukaendelea mpaka huko chini 33, lakini mimi inachukua hapo pa kwanza panaposema wake wawatii waume zao kama kumtii Bwana, maana mume anayo mamlaka juu ya mkewe kama vile Kristo alivyo na mamlaka juu ya kanisa. Naweza tu nikaishia hapo. Sasa sifurahishwi na hicho kitendo cha huyo mfalme alichokuwa anamfanyia mke wake, lakini sasa kuna mstari huu ambao unasimama katika hili kwamba na wenyewe wamesema kwamba hakumtii nani huyo mfalme. Sasa tunaifanyaje huu mstari ambao umesimama tayari unatuambia kwamba wake wawatii waume zao? Amen. Sana kwa swali hilo. Bwana Yesu asifiwe kaka Jeri. Na mimi niongeze hapo part B, niongeze hapo. Dada Olivia kwanza asante. Maana ndio nilikuwa na mimi swali langu liko hapo. Kwa sababu mwanamke anatakiwa mtii mume wake hata kama alikuwa na mazingira gani ambayo sisi tunadhania kwamba yalikuwepo ya hivyo, lakini bado alipaswa kumtii. Sasa swali langu linakuja. Umeona hukumu aliyopewa ni hukumu ambayo alistahili au hakuistahili? Kwa sababu hukumu aliyopata ya kuachika, na kama alikuwa kweli mfalme alilewa, alifanya vitu vya kumdhalilisha, kwa nini alipata hukumu kubwa hivyo? Amen. Amesema kwamba itakuwa ni part B. Mwalimu Sofia tutaweka pause, tutakuja kwenye part B. Kia kwanza mwalimu Olivia alisema kwamba katika ile Waefeso wengi tunaifahamu imesimama jinsi ilivyosimama kwamba wake watii waume zao. Je, kuna dondoo, kuna angalizo pale kibiblia? Bonyeza alama nyota namba 6 tukusikilize. Baby Favor unaona yako inamulika. Upo tayari? Okay, naona kajirudisha katika mute. Bwana asifiwe. Amen. Karibu mtumishi Mungu, mchungaji Mangesho. Ile Waefeso, je, ina mabano? Ni kweli kabisa. Wamama wake wanatakiwa kuwatii wanaume wao, lakini wanatakiwa kuwatii katika mambo ambayo yanampendeza Mungu. Unaona, kwa mfano nikamwambia mke wangu hapa hebu tuende tukafanya shoplifting, au tuende tukaibe, au tuende kufanya hivi, au nikamuongoza afanye kitu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu, ana haki kukataa na kusema kwamba hapana, hiyo sio sawa. Unaona, kwa hiyo ndio maana unakuta wakati mwingine wanaume wao wameutumia huo mstari pia out of context kuwakandamiza wakina mama. Unaona, je, is it in line na makusudi ya Mungu? Sasa tukirudi pia katika swala la Sofia, kwa nini alifukuzwa kazi aliachika? Sometimes mtu unaweza ukaadhibiwa kwa kufanya mema. Ni wangapi ambao wamefukuzwa kazini kwa sababu wamekataa kusema uongo kwenye document? Au ni wangapi wameachishwa kazi kwa sababu wamekataa kulala na mabosi wao? Unaona, kwa hiyo there's a fine line inapokuja katika kusimamia haki na kusimamia kitu ambacho ni sahihi. Kwa hiyo katika kujibu swali la dada Olivia ni kwamba there's a fine line. Yes, utakiwa kutii, lakini sio kutii katika kila kitu. Kama ni kitu ambacho kwa mfano kama mke wangu usende kazini, usende kanisani, technically asema no, hapana, utakwenda kanisani. Sasa mtu mwingine ambaye atachukua out of context asema kwamba hajanitii. Kwa hiyo nataka tukuongezea hapo. Amen. Asante sana katika hilo. Na tuna kawaida pale ambapo mtazamo unakuja kama mtazamo wa kidunia, tunabaki nao kidogo. Je, kuna sehemu mchungaji Mangesho ama somebody else ambapo limetokea hilo na Mungu akawa yuko sawa na hilo, pale ambapo mke hajamtii mume na Mungu akasema kwamba hilo ni sawa, wakati anafikiria sio brother Allen? Karibu. Hiyo kusema katika Biblia iko wapi ni kwamba Daudi katika Warumi tunaambiwa kwamba tutii wenye mamlaka, lakini ukiangalia kwamba Danieli na kina Abnego wote hawakutii mamlaka kwa sababu ilienda kinyume na Mwenyezi Mungu. Amen. Hilo ni kweli,
lakini muuliza swali yuko specific, mamlaka ya ndoa. Enyi wake watiini waume zenu. Yuko hapo. Hakuuliza kwamba isitokee mtu kafikiria kwamba hili sijakubaliana nalo katika mifano mingine iliyotoka pale nyuma. Yeye yupo katika chumba, katika ndoa. Hilo amejibu brother Mangesho kwa kusema kwamba kwamba mume anakuambia usiende kanisani. Amri halali ya mume lakini inapingana na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo utachagua kipi? Usiende kanisani au yani inaenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Utachagua mume au Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu mtumishi Sofia. Mfano wa kwenda kanisani na mfano na hili swala la mfalme na mke wake. Yaani nimeona vitu viwili tofauti kabisa. Kwa sababu Biblia ndio inatuambia kwamba mtii mume wako. Hata kama crazy kiasi gani mtii. Nakumbuka bado mume wake alikuwa ni mfalme, pengine alikuwa ameshawaambia wageni, amewaalika, mke wangu leo atakuja hapa atadansi na sijui ni sehemu gani kwenye Biblia ambayo inasema alimwambia akacheze mbele za wanaume wengi wamelewa na akiwa uchi. Mimi sijaonaga, lakini tunachojua tu mfalme alimwambia mke wake akacheze. Kwa hiyo kama mke natakiwa tu kutii. Nikifika pale mbele ningeambia baba siwezi kufanya, hali kidogo imekuwa sio yenyewe, nitamuhagi nitatoka. Lakini kumtii mume wake, na ndio kwa maana akaachwa. Ina maana tayari alikuwa hajafanya haki kwa mume wake. Hata kama mume wake aliongea vitu vya kilevi, alipaswa kwanza atii, alafu baadaye akamkatalie pale. Hata kurudi kwenye mambo ya kawaida ya kazi, ya shughuli, unaona bosi wako anakuambia vitu ambavyo unaviona haviendani na imani yako, unaenda unamsikiza unamwambia hapana, siwezi kufanya. Au ndio nitafanya, ni wewe, lakini kwanza tii, sikiliza. Kwa hiyo bado mke wa mfalme alikosea, hakutii mume wake, na Biblia ndio hiyo inatuambia tii mume wako kwanza, na mwanaume mpende mke wako. Amen. Amen. Asante katika hilo. Tunajaribisha kubaki katika mifano sasa. Tunajaribisha kukaza hapo. Asante katika majibu yako hapo. Tunapokwenda kujadili haya, tubaki pale pale kwa muuliza swali. Kwenye Biblia nasema Kikristo ni rahisi sana wakati tunapochangia tukaenda mifano mingine ambayo kote mizuri, lakini tulikuwa tumeacha swali la heng. Hili swali tangu katika swali la mwisho na hili lilokuja hapa na yale nyongeza yako specific action ya mume na mke. Kwenye mifano mingi tumetaja kazini na kadhalika, ni sawa. Na hiyo mimi naisema kama ni mifano ambayo ni rahisi kuelezea na inaweza katuondoa kidogo mtu akabaki na swali. Kuna watu hapa inawezekana kusikiza kipindi hiki either sasa hivi live mbashara ama baadaye wanapita katika kitu fulani. Kwa hiyo majibu yanaweza kawasaidia ama ikawa ni ngao yao katika kitu fulani. Kwa hivyo tubaki mule amri ya mume wa mke na agizo kama lilivyokuja katika mstari wa Biblia hapo. Yes, tunaweza tukazungusha, lakini turudi katika kumsaidia yule mwanamke ambaye inawezekana kwa hivi sasa ama baadaye akapita katika changamoto kama hilo. Amepigwa amri fulani na mumewe, ameikaidi. Then what? Karibu tuendelee. Sasa sekunde chache hapa and then inawezekana kaudi pale Jezi kama nitoe kwenye nyoti. Unajitoa mwenyewe kubonyeza alama nyota nambari 6 kama ufanye muda mfupi uliopita. Sasa mimi niko hapo nitajibu mara moja kidogo tu. Biblia inasema tuwatii wanaume zetu, lakini tuwatii katika mema. Tuwatii katika mema. Akimwambia twende kwenye baa, umtii. Tuwatii katika mema. Sio tuwatii kwa kila jambo tu tutii, hapana. Tuyachunguze maandiko. Mungu awabariki. Amen, amen. Asante sana. Mabenedetta nimekuona. Karibu. Na Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu tena. Mimi mpaka sasa hivi kutii kwa huyu malkia, kutotii kwa malkia, ninakuunga mkono. Kumbuka huyu ni mtu na mume wake. Miaka yote wameishi, alikuwa anamuelewa. Sasa tangu sherehe imeanza mpaka hiyo siku ya 7 alikuwa anajua kabisa kwamba huko mambo sio mazuri kutokana na hicho wanachoendelea nacho.
nikienda nitatii kwenda, lakini nitaenda kudhalilika kule, bora nikazuie hayo mambo. Hakujua kama atafikia hatua ya kufukuzwa. Alijua labda atakuja kupewa adhabu ndogo au kukalipiwa, lakini yeye alizuia. Bora kuzuia kuliko kukinga, bora kukinga kuliko kuja kuzuia mambo yameharibika zaidi. Na yeye huku alikuwa na wanawake wengine. Kwa nini tangu mwanzo hawakuwatanganya wote? Hicho ndicho alichosimamia. Kama tangu mwanzo tumetenganishwa, iweje saa hizi ndio naitwa na huku watu mambo ya kichwani hawako sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe kakaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu Sofia kwa dakika 2, then nakuja kwa brother Allen, then tarudi mjini. Amen. Mungu akubariki sana. Ukisoma hilo andiko, Mambele da Olivia alirudia hilo andiko. Najua hiki kitu. Biblia hilo andiko limesema mwanamke na mtii mume wake kwa mambo yote. Na Mungu akaruhusu adhabu impate kwa sababu alifanya kosa. Ina maana kama ile alilofanya lingekuwa ni jema, bado Mungu angezuia kusudi lake asingeachika. Unaona? Kwa hiyo mtii mwanaume wako kwa mambo yote, sio kwa vitu tu vizuri sijui nini nani. Si kweli. Kutii, unaweza ukaitika wito, baba nimekuja, unasema nini? Utapima anachokiongea. Unaona? Utakiangalia mwenyewe anachokisema hiki kina ugumu gani, kina uzuri gani. Utajadiliana naye kwa utulivu na Mungu atakuwa upande wako. Atakutetea. Lakini mwanamke hicho kifanya alikataa. Kwa maana hiyo hakumtii mume wake kwa mambo yote. Na kumbuka alikuwa ni mfalme na rais wa nchi. Ana wageni. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuja kwa California kwa sababu kumpa sekunde chache line yake na kucheza kidogo. Ana nini, atacheza, atafanya nini? Alafu baadaye mwanamke amemwacha hadhara. Yes, mtii mume wako kwa Amen, amen. Asante sana. Bahati mbaya line yake kidogo ina matatizo. Brother Allen alikuwa anasubiri, and then Evangelina. Brother Allen dakika 2, Sister Angelina, then tarudi kwetu. Bwana siwe. Mimi nilikuwa nataka kuongezea hata Esther alikataa kutii, aliingia kwa mfalme bila ruhusa na ile adhabu yake ilistahili kwa kifo. Ila kwamba kwa heshima aliweka mwanamke, Esther hakuuawa. Amen. Asante sana. Hi, California pale Angelina, upo hewani. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Nataka kuongezea ni kwamba au kusema kumwambia dada Sophie, kwa sababu dada Sophie amepigilia msumari, mwanamke lazima utii. Lakini mimi niko sambamba na mchungaji Mangesho kwamba mume wako anakupenda, anakuthamini. Anakuambia njoo ufanye kitu ambacho sio sahihi mbele za watu. Amelewa na unajua huyu ni mume wangu, ndani ya siku 7 hayuko sawa, au ndani ya siku 3 analewa usiku na mchana, yuko na wageni, yuko na marafiki zake. Anakuita na unajua tabia ya mmeo iko vipi. Kwa kweli una haki ya kutokuacha kwenda kudhalilika. Pengine sisi hatujui, kulikuwa kuna watu ambao wanapeleka taarifa, maana sisi wote tunasoma kitabu. Mfano mzuri tu mtumishi wa Mungu kaka Allen amesema hapo, Esther hakutii na akarudi kwenye magoti akamwomba Mungu, lakini Mungu akawaepusha na kifo na Wayahudi wote. Kwa maana hiyo kuna vitu vya kutii vya kwenda sambamba na mume wako, na kuna vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya. Hata kama wewe ni mwanamke, huwezi, kwa sababu wewe ni hatuchukui mwanamke kwa sababu kitu tunaongelea kuhusu mwanamke kumtii mwanaume. Lazima tutii, lakini kuna vitu ambavyo hatustahili kwenda. Huwezi kuambiwa uje ufanye dancing mbele za watu kwa sababu wewe ni mfalme umekaa pale, eti utii uende. Kwa kweli itakuwa ni udhalilishaji. Na kuna watu walikuwa wanamkochi huyo mama zaidi na kuangalia yaliokuwa yanatendeka kule mbele. Kwa hiyo mimi niko tofauti na dada Sophie. Amen.
Haya, asante sana. Niende sasa New Jersey pale kwa muuliza swali langu Olivia, vipi tuko pamoja? Kulingana na muda tuishie tu hapo, lakini nafikiri ni kitu ambacho kimezidi kunifikirisha sana, kwa sababu kumbe nilikuwa sijaona mpaka huku chini tumeambiwa kwamba wake wawatii waume zao katika mambo yote. Nilikuwa sijaona hii sentence. Amen. Kwa hiyo katika mambo yote hata yao ya udhalilishaji yote tunatakiwa kutii. Wanawake wenzangu, msikiri kwamba na support ni vile tu nakuwa yaani nasoma neno ambalo itabidi wote tuingie kuchimba, tufuatilie, tusome mpaka Roho Mtakatifu atatupa majibu. Hata akikwambia ubadilishwe utabadilishwa tu, wote unamtii. Ninaomba niseme jambo jingine. Tumpe nafasi. Subiri kidogo Evangelina. Napenda mtu anapokuwa anazungumza tumpe nafasi haiwezi kuimaliza. Inawezekana kuna point ya mwisho. Wewe nyosha tu mkono, nitakuruhusu kama muda unaruhusu. Kwako Jezi pale, malizia point yako. Nilikuwa nasema hapa pamenipa yani kwa jinsi ambavyo swali lilikuja la mchungaji Mangesho, na pia ambavyo tumepata huu mstari ambao umezidi kutuambia kwamba sisi wanawake tuwatii waume zetu, alafu kumbe mstari umeendelea tena huku chini unatuambia kwamba tuwatii waume zetu katika mambo yote. Unaona? Kwa hiyo na mimi nasema imenipa kunifikirisha. Asanteni kwa wote ambao mmejibu, lakini ni swala ambalo itabidi pia nilifanyie kazi kusoma indifu zaidi. Why Mtume Paul aliandika namna hii? Inawezekana huko mwanzoni kulikuwa na kitu ambacho amekisimamia mpaka akaja kufika hapa. Sasa kwa sababu sisi tunasoma tu hapa tu, labda kuna kingine zaidi. Amen, mbarikiwe wote. Amen. Samahani kidogo Josephine, nenda kwanza California, nitakuja kwako. Subiri. California alikuwa anasubiri, nitampa nafasi kwa adabu aliyotoa pale. Dada Olivia kuna akisema mstari, lakini kuna mfano wa brother aliotoa wa yule ambaye alikaidi, kama tutatumia neno hilo, na alifanya nini na Mungu akafanya nini. Kwa hiyo kumbuka hicho pia. Wakati tunasikiza recording unaweza kupata nafasi hiyo. Evangelina, nitaanza kwako Josephine, ndio mtumishi Mangesho. Kama unazungumza Evangelina, mfahamu upo katika mute. Bonyeza alama nyota namba 6. Okay, naona haiko tayari. Josephine, kuwa tayari, karibu. Mimi nilikuwa nataka kuongelea tu kitu kidogo. Hiyo unaosema katika mambo yote mwanamke kumtii na kataa, kwa sababu na mfano hai kabisa na binti mmoja ambao ninamjua kabisa, alifunga ndoa tena kabla hapo mamake alikuwa ni muombaji sana, akaombewa akaenda kanisani wakafunga ndoa. Ilidumu tu kama mwezi mmoja au miwili wakaachana. Kila mtu akapata shock, tatizo ni nini? Mbona binti ni pole na ndoa imeombewa sana? Tumekaa baadaye, kumbe yule baba, samahani naongea japo ni maneno mazito lakini najua kitu wazima, yule baba kumbe alikuwa anataka kumuingilia mkewe kinyume na maumbile. Sasa kwa sababu kitu ambacho sio kizuri akitakiwa, mwanamke akuweza akakataa, akasema kama ndivyo ni bora nirudi nyumbani. Kweli watu walikuwa wajui sababu ni nini, kumbe sababu ilikuwa ni hiyo, na yule baba alikuwa ana hizo tabia. Sasa tunavyosema tumtii katika mambo yote, kuna mambo mengine ya kijinga kama hivyo utamtii kwa sababu mume wangu kaniambia kwa utafanya upumbavu. Yule mwanamke alivunja ndoa, alikuwa ni binti tu. Alivunja ndoa japo aliondoka akiwa na mimba, akaja akazaa, mume wake akambembeleza arudiane, lakini akikumbuka kwamba anataka kunifanyia vitu kama hivi siwezi, akakataa na ndoa kweli haikuepo. Na Bwana Yesu asifiwe. Ni hilo tu la kuongezea kuhusu kutii. Amen. Sasa kwa mfano huo, mtumishi Mangesho, karibu. Asante kwa kadri mimi pia niko alongside ambapo bila Josephine amejibu. Nadhani hapo katika yote hapo inabidi tuweze kuidefine vizuri. Mimi naamini anasema kwamba katika yote ni katika yote katika mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu. Hapo along the line ambapo bila Josephine amesema hivi, mume wako akwambia kwamba kunywa sumu, utakunywa. Sitakataa, lakini hiyo si yote, si katika yote. Mimi leo nikamwambia mke wangu unataka unitii katika yote. Kimoja wapo nataka unywe sumu. Ni sumu ya panya. Akikataa ndio mtasema kwamba amekosea kwa sababu alitakiwa kutii katika yote. Kunywa sumu ni sehemu ya katika yote. Unaona? Kwa hiyo inapokuja katika yote there is a fine line. Je, katika yote ipo katika makusudi ya Mungu? Au
shetani pia anayakwake katika yote. Unaona? Kwa hiyo tuangalie Biblia. Biblia inatufundishaje tuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mimi kama mume ambaye ninamheshimu Mungu, lazima nimuongoze mke wangu katika makusudi ya Mungu. Nikimtoa nje ya makusudi ya Mungu, ana haki ya kusema hapana, nitamkosea Mungu wangu katika hili. Amen. Sawa sana katika hilo, na nafikiri kwa sababu muuliza swali alisharudisha kipindi, basi tutaishia hapo katika swali hilo. Itaruhusu kama kuna mtu ana swali jipya. Najua tunaje kama 20 katika zile 90 za leo zimebakia, lakini nafikiri tunaweza kupata swali lingine jipya hapo. Karibuni. Alama nyota nambari 6, fungua line yako. Karibu. Okay, nimetake off the line kwa kama umesikia vipi, ndio sababu hiyo. Karibu kama Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu tena mtumishi Sofia. Amen. Ukisoma Hili ni swali jipya. Swali jipya. Amen. Nataka niunganishe na swali lililopita, lakini swali jipya. Ukisoma kitabu cha Luka 1:37, neno linasema hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Sasa swali langu liko hapa. Kama Mungu amenipa mimi mume mwenye tabia mbaya kama hizo, unaona, na pengine niliomba nikapata huyo mume, na pengine mume naye aliomba akanipata mimi. Sasa tunapokwenda kwenye nyumba yetu tunaishi, nakuja kugundua mume wangu ana tabia hizo za zisizostahili, nakuja kuziona. Unaona? Na Biblia imeniambia najaribu tujiweke sawa. Unajua tusielemee, sitetei wanaume, sitetei mwanamke. Tumesema tunaangalia neno la Mungu. Sasa tufocus kwenye neno, achana na ubinadamu. Sasa nimekuja kugundua mume wangu ana tabia hizo, anataka kama alivyosema Josephine, anataka niingilie nyuma, au pengine anataka afanye vitu ambavyo kama hivi tulivyoona habari za mfalme. Unaona? Sasa neno linasema hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Kwa hiyo mimi kama mama kwa nyakati, maana tujui mke wa Malkia kama alikuwa anasali, I don't miss leo. Maana hata historia yake haiendeleki tena kwa sababu ya dhambi aliyoitenda kutotii. Umeona hata ile dhambi ile. Hata Biblia haijamzungumzia popote, na pengine labda aliuawa sijui, yani unajua kutii kauli ya mfalme ni kifo. Kwa wakati ule ilikuwa hukumu yake ni kifo. Na Biblia inasema hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Sasa mimi kama mke nimegundua hivyo, je, siwezi kuchukua hatua ya kuomba na Mungu huyo huyo aliyenipa mume mbovu mbaya na kanisaidia na mume wangu akabadilika? Au kwa nini kuna wasimamizi wa ndoa? Au kwa nini kuna wachungaji? Kwa nini kuna wazee wa kanisa? Nimegundua mume wangu ana tabia hizo. Kwa nini nisiende kwenye mamlaka nikamripoti, au nikaenda kuomba ushauri kwa msimamizi wa ndoa, au pengine kwa mchungaji, au pengine kwa yeyote yule, mimi kama Mkristo, badala ya mimi kuanza kushambuliana na mume wangu au na mke wangu kwa maneno makali mpaka nikaingia kwenye dhambi ya kutotii. Maana kutokutii ni dhambi pia kubwa sana. Angalia tu hukumu ambayo alipata mke wa mfalme. Mungu mwenyewe aliingilia kati kabisa. Sasa swali langu linakuja, je, Mungu hawezi kumfungua mume wangu? Sana sana kwa swali lako hilo. Kwenye mtafuta line inaweza rabsha. Nimeiona na nimeigusa hapo. Kwa kama usikia line yako imegusika na kuna rabsha hapa, niko nakuja background noise. Muuliza swali anasema, je, najaribisha kuparaphrase hapa, uwezi ukaliombea hilo Mungu akaweza kurekebisha? Nitakuwa niko sawa dadangu, dada Sofia, kwamba kuna tabia ya mume ambayo si sawa. Kwa matamka leo tutasema kwamba ni mfumo dume ambao anakunyanyasa kijinsia ama kimaumbile. Unachosema, unachoadvocate, baki hapo hapo uombewe. Nitakuwa niko sawa katika swali lako hilo kabla sijakaribisha wengine? Ninachosema mimi sio uombewe. Neno linasema hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwa maana ya hiyo afanyeje? Kwa maana hiyo mimi nitaomba, na kama sitaomba nina wazee, yani nina mchungaji au nina padre, nina mtu wa karibu. Usiende sana kimwili kwa sababu pengine
mume wangu atasema namtangaza. Hapana. Pale unatafuta hatua za kumsaidia mume wako na kujisaidia wewe, ili muende kwenye njia iliyo sahihi ya Mungu, badala ya kuingia kwenye dhambi ya kutotii. Unajua watu wengi sana kutotii, tunaanza kuchukua kitu rahisi sana, lakini ni kitu yaani Mungu hapendi mtu asiyetii. Ni kosa kubwa sana kutokutii. Kwa hiyo sasa ndo nasema Luka 1:37 inasema hakuna Mungu ambalo haliwezi. Na ndio kwa maana alikupa huyo baba au alinipa huyu mke. Sasa mimi kama najua Mungu wangu anaweza, kwa nini nisipige magoti kumuombea mume wangu? Nimeona hiyo hali inaendelea, nampeleka kwenye hatua mpaka mume wangu anakuwa salama. Nina mfano mmoja kaka Jeli, nina mfano utamsaidia kila mtu pengine. Nina askofu mimi namfahamu kabisa, jina Kapuni. Nyumbani wanavyoishi na mume wake wanajua wenyewe. Lakini yule mama alivyo na hekima ya kutii, sababu na yeye ni mchungaji tu mkubwa tu, ana kanisa kubwa tu. Alivyo na heshima ya kutii. Yaani yule baba akifika kwenye kadamnasi hivi, pretend anampenda mke wake sana, na anaweza kumwambia njoo mke wangu, na mbusu, anamfanya yule mama anakwenda, anatii, anambusu. Ametengeneza hewa nzuri na mbingu zinawafurahi. Na maana kila mtu anaona kumbe hapa maisha yanakwenda vizuri, kwa sababu anataka kumuonyesha Mungu, yani kuonyesha utii kwenye macho ya watu na kwenye macho ya mbingu. Ni mbingu zaidi anasimama kuzimwangalie. Unaona? Basi nafikiri hapo umeeleweka. Sasa nikaribishe audience hapo. Bonyeza alama nyota nambari 6. Unamwambia vipi mwalimu? Bwana sio. Uko wengi kweli. So macho yangu naona kwanza Emeza na Josephine, then nikamsikia Allen, nikamsikia Salome. Twende kwa oda hiyo. Josephine? Nashukuru sana. Naongea haraka. Sijajua dada Sofia na miaka mingapi ya ndoa. Sio wengine tuna miaka zaidi ya 20 plus. Naomba na Josephine. Naomba ufute kauli. Okay, nafuta. Nafuta. Amen. My point ni kwamba sikiliza my point kwamba uhalisia na theory ni vitu viwili tofauti. Kuongea hivi ni rahisi sana, lakini yakikufika nasemea hivi haja kufika. Yaani unaweza ukatii. Ndio maana unashangaa kuna ndoa za wachungaji zimeshindikana, kuna ndoa za wainjilisti nyingine zimeshindikana. Masuala ya ndoa ni masuala magumu sana. Saa nyingine ni neema. Ilinaweza likawa jambo hilo nalosema gumu la kutii, mtu akatii, wakaitwa hao wasimamizi wa ndoa, wakaja nini, na bado yakashindikana. Yaani kuna mambo mengi sana zaidi ya wewe kutii. Kuna watu hata watii hawaeleweki. Utatii unavyofanya, utaomba, na hata kuomba Mungu kasema hakuna kisichoshindikana kwake. Lakini japo hakuna kilichoshindikana, lakini Mungu wetu ajibu kama unavyotaka wewe. Unaweza ukaomba, kaita watu wakakusaidia na kufunga, na bado ikawa ndani ya nyumba yako ni moto kabisa, uzimiki na kuomba mnaomba, kwa sababu Mungu ajibu kama unavyotaka wewe. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yani katika uhalisia na theory. Kwa hivyo kwa maana nyingine nitakuwa niko sahihi kusema kwamba unatembea na muuliza swali kwanza fanya hayo, omba, pita kwa wazee wa kanisa, pita kwa wasimamizi wa ndoa, and then kama ikishindikana unasemaje? Yani omba, lakini usitegemee kwamba ukiomba yale ndio itakuwa solution. Sababu Mungu anajibu kwa wakati. Unaweza kuomba na bado unaambia watu ombe, alafu unaashiria kwamba inaweza isiwe solution. Kuomba ina solution. Mungu wetu anajibu, hakuna kinachowezekana, lakini sio kila unaloomba jibu lake litakuwa kama unavyotaka wewe. Unaweza kuomba ndio nyumba so that in the case kwa sababu ya muda, kwa sababu brother Ali naona anataka kuniwahi hapa. So muda unaenda na muuza swali alichokisema, kwa sababu yeye alichosema ni kwamba badala ya kukaidi fanya kwanza haya. Pita kwa wazee wa kanisa, pita kwa wasimamizi wako wa ndoa na kadhalika. Hajasema kuhusu swala kukimbia ama kutokutii moja kwa moja. Amesema fanya haya. Kwa hiyo dada Josephine, kwa hivyo unatembea na hilo kwamba fanya hilo kwanza, lakini kama nakusoma vizuri, yakishindikana hayo
Sasa either A unaweza ukaanza kukaidi ama ndoa ikaondoka kama yule dada utoa mfano wake. Hiyo yote unasema da Sofia ni sawa, ita wazee, ita watu wakusaidie, lakini kuna mambo ya kutia yanayoendana na mpango wa Mungu kama hivyo sema Pastor Mangesho, unaweza ukayatii. Lakini kuna mambo kabisa naona nje ya utaratibu kama huyo dada aliyosema mume wake anafanyia vitu vibaya, aweze kutii, unakimbia. Okay. Asante. Brother Allen, karibu dakika ngapi? Dakika 2 kabla sijamaliza. Okay, naona iko mbali. Bibi Favor lako inamulika, unaweza kuwa mtu wa mwisho kwa siku ya leo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Unajua haya yote kuna maombi nakubaliana na mtumishi wa Mungu Sofia, maombi, lakini ujue maombi ya neno la Mungu linahitaji kuna maombi ya subira, uvumilivu. Unavumilia. Mimi ni mmoja wapo, nilivumilia miaka 10. Amen. Unaona? Miaka 10 nilivumilia, miaka 10 kuja yani nilivumilia miaka 10 ili mimi sikuwa na mume wangu. Uvumilivu, sikuwa na mume wangu mimi. Sikuwa na mume wangu kwa ajili ya uokovu. Sikuwa na mume wangu kabisa. Unaona? Na aliondoka, hatakuwa wote, lakini niliendelea kuomba. Lakini ujue tendo la mtu sikiliza kama mtumishi wa Mungu utavumilia, utaishi, utanani, yani ukae anakunania na tendo kama hilo, ukae usubirie anakufanya vituko kama hivyo, utakaa. Mimi siwezi kukaa, nitaondoka kwa kweli. Ndio jibu langu, siwezi kuvumilia. Asante sana. Evangelina California, kwa sababu muda mtu wa mwisho wa siku ya leo. Karibu. Bwana siwe. Karibu brother, naona Angela hajawa faster. Karibu brother Allen. Yes, nitakuwa nasema kwamba dada Sofia nafikiri kwamba kila mtu ni muumini. Hivyo vitendo vyote mtu anavyovifanya anaonyesha kabisa sio muumini. Na Paulo katika Korinto 1:7 amesema kama mtu asiamini, kama unaweza kumwacha achana naye. Unaona? Na vile vile kusema kwamba Mungu anaweza anajibu kila kitu. Hiyo si ametafsiri vibaya. Mungu alimtoa Petro gerezani kwa maombi. Hakumtoa Yakobo. Yakobo alikufa gerezani. Sasa kwamba Mungu akujibu Danieli Yakobo alipokufa gerezani. Alipokufa gerezani Yakobo Mungu akujibu, au Yohana Mbatizaji alipokufa Mungu akujibu, au Yesu alipokufa msalabani na maombi Mungu akujibu. Kwa hiyo swala la kujibu maombi inategemea na tafsiri vipi. Kwamba Mungu kwamba kitu cha kwanza unamshukuru Mungu kwamba kakupa huyo mtu ambaye waovyo, mtu ambaye anakushawishi ufanye mambo ambayo tofauti na Mungu, unasema Mungu kupa, na unaendelea kwamba kumwambia Mungu kipindi cha kubadilika kishapita. Watu wengi wameuawa, wanawake wengi wameuawa kwa sababu hizo za kutii waume ambao sio waumini, hawaamini chochote. Wao wanahangaika kumwombea wakati haamini. Mwingine anasubiri muda tu wa kutoa sadaka. Amen. Nimemaliza. Kabisa. Basi nitaomba wote tuangalie simu zetu, enda kwenye kalenda yako. Angalia tarehe za kalenda pale, itasema mojawapo, itasema ni tarehe 29 mwezi wa 5. Huo ndio itakuwa ni siku kwa kipindi kingine cha Q&A kwa dakika 90 kama siku ya leo. Kwa sababu ya muda lazima niweke nukta. Uweze kuamini muda umekwenda vizuri kwa siku ya leo, kipindi kwa cha moto kabisa. Tumepata nafasi ya kuweza kupata mada kama 5 ambazo zimepata midahalo 30 kutoka watu 13 tofauti. Ni kitu cha baraka sana, na naamini kabisa kwamba umepata nafasi ya kujifunza kitu, na inawezekana bado umeondoka kichwa kama kinauma ama kinawasha hivi. Basi nikisema hiyo tarehe 25 ya mwezi wa 5 tutakuwa katika kipindi chetu kingine cha Q&A kama cha 29 msore. 29 kwa huko Marekani, 30 kule nyumbani East Africa. Basi kwa sababu ya muda naomba niweke nukta. Niwashukuru wote kabisa ambao tumekuwa pamoja kuanza mwanzo mpaka mwisho, dakika 90 kubwa, babu kubwa kabisa kipindi chetu cha Bible Study none like other, ambacho tunapata nafasi ya kushirikiana vizuri kabisa na kuweza kupata midahalo nzuri ambayo kujijenga katika knowledge yetu Biblia na sisi kama Wakristo. Nimkaribisha basi kwa mara ya pili kwa siku ya leo mtumishi mchungaji kiongozi makanisa moja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Atatoa nasaha zake, atatuongoza katika declaration yetu ya outreach mwezi wa 4, and then ataorisha kipindi kwa sala jioni. Dr. Nasua.
Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Brother Jerry. Kama ulivyosema, tunajiandaa kwa ajili ya kipindi kinachokuja. Kipindi cha leo kimekuwa kipindi kizuri, kimekuwa na maswali mengi, kimekuwa na machangizo mengi, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini jambo la pili, nimshukuru Mungu kwa ajili ya dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, wewe mwenyewe Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo pamoja na Alan Mfuru kwa kazi kubwa nzuri na yenye utukufu mwingi mlioifanya. Mungu awabariki sana. Amen. 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 La mwisho nitakwenda sasa kwenye declaration, na declaration ya mwezi huu ni kuombea matumizi mazuri ya pesa zetu, matumizi mazuri ya pesa zetu pamoja na mali zetu. Kwa hiyo kwa dakika moja tuende kwenye declaration. Baba na Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu wetu mzuri, Mungu unaweza, neno lako linasema tuheshimu mali zetu. Ndio maana Baba, tunakuja kinyume na kupinga matumizi mabaya ya fedha na mali katika taifa hili la Marekani, katika state yangu ya New Jersey, katika familia yangu na hata mimi mwenyewe. Kwa jina la Yesu Baba mtakatifu, ninapinga matumizi hayo sio kwa ya lazima, matumizi yasiyo kwa ya tija. Tunapinga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, tunachokuomba tupe kuheshimu mali ulizotukirimia, tupe kuheshimu fedha ulizotupa katika jina la Yesu Baba mtakatifu, ili Mungu wa mbinguni ukazidi kudhihirishwa katika maisha yetu katika jina la Yesu. Asante. Naomba katika jina la Yesu. Basi tunamtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini, siku zote zimepitiwa na kuhakikishwa, ile na watunze tunachoendelea kusherehekea kufuka kwake, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Haleluya. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa moja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako kwa kuongoza katika declaration yetu ya outreach ya mwezi huu wa 4 na kutualisha kipindi kwa sala ya jioni. Dawa chachukua nafasi kwa shukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Katika wale ambao tuna nafasi ya kuuliza ama kushongea maswali kwa siku ya leo, Bibi Fedha katika kiporo cha swali lilotoka wiki jana pamoja na machangizo 3 kwa siku ya leo. Dada Sofia kwa machangizo pamoja na maswali 7 kwa siku ya leo. Mama Maro kutoka pale Wichita, Kansas, changizo 1. Mama Kavishe wa pale Ohio, machangizo 2 kwa siku ya leo. Dr. Winnie kutoka Washington State, changizo 1. Brother Allen Furu, kiongozi mwenzangu kutoka pale Houston, machangizo maswali 5 kwa siku ya leo. Josephine Kunyangana, machangizo 3. Mchungaji Mangesho, machangizo 4. Dada yangu Margaret kutoka pale Georgia kwa changizo 1 kwa siku ya leo. Dada Sinati wa Illinois, machangizo 2 kwa siku ya leo. Mchungaji Mwasambungu kutoka pale Oregon, changizo 1 kwa siku ya leo. Dada Olivia Andrew wa pale Jersey, changizo 1. Dada Fahamu Baraka kutoka California, machangizo 2 kwa siku ya leo. Na of course mpata benediction kutoka kwa mtumishi Reverend Dr. Absalom Nasua. Basi kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati hili zima la Umoja Church Bible Study, dada Priska Mungai Mshana, dada Hilda Biabato Kari, brother Jimmy Msemo, Alan Mfuru, naitwa Jerry Mponyi. Tunashukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja kwanza mwanzo mpaka mwisho. Na nitakusahau, nashukuru Mungu amenikumbusha watumishi ambao nimeona katika line kwa siku ya leo. Unaweza kumsikia of course Dr. Nasua, nimeona Minister Jessica Kataria pale, mchungaji Mwasambungu nimeshamtaja, mwalimu Olivia nimemtaja vile vile, mchungaji Mangesho nimemtaja, pamoja na mwalimu Sofia, Mama Maro kutoka pale Wichita, na mtumishi wa Mungu Dennis Msemo kutoka pale Mwanga, Kilimanjaro, Tanzania. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Kumbuka basi kuicho kipindi hiki ni mwendelezo wa vipindi vingine vinavyojia kwa Isa na makanisa moja. Tutakuwa hewani wiki ijayo kipindi kingine cha Bible Study. Fairline tutakuwa hewani kama kawaida saa ngapi? 12 asubuhi saa za Fire Texas. Kumbuka basi unapopata kipindi hiki cha mwisho wa mwezi cha maswali na majibu, inakukumbusha kwamba Ijumaa inayofuata ni ile siku yetu ya mkesha. Kwa hiyo tukutane katika mkesha wa Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu, kipindi chetu cha Prayer katika namba ya Prayer. Utapata matangazo of course katika kundi lako lile la WhatsApp la Umoja.
tunatakiwa tamani Bwana, tukutane tena vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.